Tukielekea huko Yemen, mvutano mpya umeanza tena kutishia eneo la Ghuba ya Arabuni. Mvutano huu huko Yemen ni katika kutaka kuliondoa kundi la wapiganaji wa Kihouthi, ambapo inadaiwa Umoja wa Falme za Kiarabu umeamua kuunga mkono moja kati ya makundi ya wapiganaji ili lipambane na kundi la wapiganaji wa Kihouthi huko nchini Yemen. Ikumbukwe miaka ya 2019 hadi 2022 uhasama ulianza, ambapo wapiganaji wa Kihouthi waliondoa serikali inayotambuliwa kimataifa, ambapo Umoja wa Falme za Kiarabu UAE pamoja na Saudi Arabia waliingilia kati na kufanya mapambano dhidi ya wapiganaji wa Kihouthi, licha ya kwamba walishindwa. Na sasa Umoja wa Falme za Kiarabu hauoni sababu ya kushindwa katika mapambano hayo, na hivyo unataka kurejea tena katika uwanja wa vita kwa kutoa msaada katika baadhi ya makundi huko nchini Yemen. Ongezeka kwa hali ya mvutano nchini humo kunatishia kuzuka upya vita vya wenyewe kwa wenyewe na kusababisha mgogoro mkubwa katika eneo zima la Ghuba ya Arabuni. Kundi la wanamgambo wanaotaka kujitenga linalodaiwa kuungwa mkono na Umoja wa Falme za Kiarabu limechukua udhibiti katika sehemu kubwa ya majimbo ya Hadhr al-Maut na Mahara, vikiwemo vituo vya mafuta na bandari muhimu. Hatua hii imevunja utulivu wa muda uliokuwepo tangu mwaka 2022 baada ya pande zinazopigana kufikia makubaliano ya kusitisha vita nchini Yemen. Ikumbukwe katika kipindi hicho ni Saudi Arabia na Umoja wa Falme za Kiarabu ambao walikuwa wakiunga mkono serikali, lakini sasa tutazame msimamo wa Saudia wakati huu. Rashad Al-Alim, mwenyekiti wa baraza la uongozi serikali inayotambulika kimataifa ya Yemen, amewataka waasi hao wanaotaka kujitenga kukabidhi madaraka kwa mamlaka za mitaa na kuonya juu ya umwagaji damu zaidi. Aidha, Al-Alim amesisitiza kuwa kipaumbele kinapaswa kuwa mapambano dhidi ya Wahouthi ambao wamekuwa wakidhibiti kaskazini mwa Yemen na kwa zaidi ya muongo mmoja. Saudi Arabia, ambayo iliongoza vita dhidi ya Wahouthi kwa miaka kadhaa kabla ya kufikia makubaliano na kundi hilo linalodaiwa kuungwa mkono na Iran, imetuma ujumbe huko Hadhr al-Maut kukutana na gavana na viongozi wa kikabila ili kupunguza mvutano. Hata hivyo, wachambuzi wanasema Saudi Arabia haijaridhishwa kabisa na hatua ya waasi hao, huku Umoja wa Falme za Kiarabu ukionekana kutanua ushawishi wake katika mzozo huo nchini Yemen ili iweze kupambana na wapiganaji wa Kihouthi. Al-Alim alionya kuwa hatua za upande mmoja za waasi wanaotaka kujitenga zinaweza kuathiri vibaya uchumi dhaifu wa Yemen, akibainisha kuwa shirika la fedha la kimataifa IMF limesitisha shughuli zake za kuimarisha uchumi kufuatia mvutano huo. Lakini kumekuwa na tamko la waasi wanaotaka kujitenga. Wakati huo waasi hao na washirika wao wametoa tamko wakisisitiza kutokubali kurudi nyuma na badala yake kuyakamata mataifa ya ukanda huo na jumuiya ya kimataifa kutambua haki ya Wayemen wa kusini kuwa na taifa la uhuru. Kiongozi wa ofisi ya kisiasa ya Baraza la Mpito la Kusini, Anis Al-Sharaf, amesema, huenda tunatoa kipaumbele kwa malengo yetu kusini, lakini hatutahatarisha usalama wa mataifa ya Kiarabu wala hatutahatarisha usalama na uthabiti wa Saudi Arabia. Tutakuwa nguzo ya juhudi zozote zinazounga mkono usalama na uthabiti wa ufalme wa Saudi Arabia na ndugu zetu katika ufalme wa Oman na nchi za Ghuba kwa ujumla, pamoja na usalama wa bahari ya Sham na usalama wa bahari. Tutakuwa na msaada mkubwa kwao, alisema. Kwa sasa waasi hao wanaotaka kujitenga na makundi yanaungwa mkono na Umoja wa Falme za Kiarabu wanadhibiti sehemu kubwa ya kusini mwa Yemen, ikiwa ni mji wa bandari na visiwa muhimu. Hali inazidi kuvurugika kutokana na makubaliano ya kisiasa miongoni mwa washirika wanaopinga Wahouthi na kuiweka Yemen katika hatari ya kuingia tena kwenye vita vikubwa vya wenyewe kwa wenyewe ambavyo vinaweza kuathiri utulivu wa Ghuba nzima ya Arabuni na masoko ya kimataifa ya mafuta. Hata hivyo, wapiganaji wa Kihouthi wamesema hili haliwezi kutokea. Wahouthi wamesema watatumia njia nyingi kuhakikisha kwamba wanadhibiti kundi hilo linaloungwa mkono na Umoja wa Falme za Kiarabu ili ihakikishe kwamba Yemen inaishi kwa amani na kwamba ipambane na mataifa ya nje ikiwa ni pamoja na Israel pamoja na Marekani. Basi mtazamaji, endelea kutufuatilia, nasi tupo hapa kukujuza mengi yanayojiri katika ulimwengu kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia ufahamu ni nini kinachojiri katika ulimwengu.